Yo, what's good people? Karibu sana kwenye dakika 5 za sports updates kuweza kufahamu yale makubwa ambayo yameshika nafasi kutoka hapa nyumbani Tanzania mpaka katika ungwe za kimataifa. Mimi ni Adam Classic. Rasmi send off ya dabi ya Kariakoo itafanyika pale visiwani Zanzibar, lakini harusi itafanyika katika dimba la Meja Isamuhyo jijini Dar es Salaam. Hapa nazungumzia mchezo baina ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club. Mchezo wa dabi ya Kariakoo ya kwanza itapigwa tarehe 29 ya mwezi huu wa 4, nazungumzia Jumatano ya wiki hii. Mchezo huu ni mchezo wa finali ya Muungano Cup. Tunafahamu kabisa kwamba Young Africans walitangulia, Simba Sports Club wamewafuata. Dabi ya kwanza inakwenda kupigwa Jumatano ya wiki hii, lakini dabi ya pili ni siku ya Jumapili majira ya saa 11 kamili za jioni katika dimba la Meja Isamuhyo Mbweni jijini Dar es Salaam. Mchezo huu unakutanisha Simba Sports Club dhidi ya Young Africans. Inakuwa dabi ya pili ya ligi kuu soka Tanzania bara. Nakumbusha kwamba dabi ya kwanza walitoka suluhu ya kutokufungana pale visiwani Zanzibar. Sasa siku ya Jumapili ndo ndoa kamili inakwenda kufanyika. Je, nani anakwenda kushinda dabi ya siku ya Jumatano na nani anakwenda kushinda dabi ya siku ya Jumapili? Ni moja kati ya michezo mikubwa barani Afrika, michezo ambayo inavuta hisia za watu wengi. Mashabiki huwa wanapeana maneno vikumbo kwa vikumbo, kuanzia kwa wasemaji lakini pia mpaka kwa mashabiki, bila kusahau kwa wadau wote wa soka. Harusi kamili ni siku ya Jumapili. Tunafahamu kabisa kila timu inaona umuhimu wa mchezo huu. Hiyo ni taarifa kubwa ya send off ya Jumatano pamoja na harusi ya Jumapili ya dabi ya Kariakoo. Lakini kwingineko taarifa kubwa ni kuhusiana na dimba la Benjamin Mkapa, dimba ambalo linatumiwa na timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, lakini pia vilabu vya Simba pamoja na Yanga vinatumia kama uwanja wao wa nyumbani katika baadhi ya mechi za ligi kuu katika misimu iliyopita, tofauti na msimu huu kwa sababu tunafahamu msimu huu Young Africans wanatumia uwanja wa KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam kama uwanja wao wa nyumbani, lakini Simba wao wanatumia dimba la Meja Isamuhyo kama uwanja wao wa nyumbani. Lakini uwanja wao ambao huwa wanatumia mara nyingi kama uwanja nyumbani ni uwanja wa Benjamin Mkapa. Leo imetoka taarifa kwamba uwanja huu wa Benjamin Mkapa unafanyiwa matengenezo. Matengenezo haya ni matengenezo ya kwenye pitch na rasmi yatachukua miezi 6. Kama unavyoona kwenye clip hapo ni kwamba hivi ndivyo dimba la Benjamin Mkapa linafanywa matengenezo. Unaona ukijani ulivyokolea huo. Tunasubiri. Tunafahamu kabisa msimu wa mwaka 2027 yatafanyika mashindano ya AFCON. Maandalizi yote unayoyaona hapa ni kuelekea AFCON 2027. Wewe Mtanzania najua una hamu kubwa ya kuweza kuona ufunguzi wa michuano ya AFCON 2027 ukifanyika katika dimba hili la Benjamin Mkapa. Lakini kwa jinsi matengenezo na maboresho yanavyoendelea ni kwamba huenda mchezo wa ufunguzi ama wa finali ukafanyika katika dimba hilo hapo la Benjamin Mkapa. Tunasubiri kuweza kuona namna gani serikali imejipanga kuhakikisha kwamba michuano ya AFCON 2027 inakwenda kufanikiwa kabisa. Katika ungwe za kimataifa, taarifa kubwa ni kuhusiana na mashabiki wa Arsenal pamoja na wachambuzi mbalimbali wameweza kumuomba kocha wa kikosi cha Manchester City Pep Guardiola aweze kuachia Arsenal waweze kutwaa taji la EPL ndani ya msimu huu. Hii ni taarifa ambayo imeibua hisia za watu wengi sana. Je, Pep Guardiola amejibu nini mara baada ya wadau hao wa soka pamoja na mashabiki wa Arsenal kumuomba kocha wa Manchester City aweze kuachia Arsenal wachukue ubingwa? Na nukuu maneno ya Pep Guardiola, anasema kwamba nimpe ushindi. Hii sio taasisi ya kutoa msaada. Hii ni Premier League. Hakuna aliyenipa kitu chochote. Kila nilicho nacho nilikichukua kwa nguvu. Kama Arteta anataka taji, anajua nilipo. Lakini msiniombe nikae pembeni kama nimechoka. Sijachoka kushinda mataji. Watu wanasema Arsenal inastahili. Inastahili kwa lipi? Kwa kumaliza nafasi ya pili vizuri? Huwezi kushinda mataji kwa kupewa huruma. Kama hawataki nishinde tena, basi wanizuie. Ni rahisi hivyo. Hayo ni maneno ambayo amezungumza kocha wa kikosi cha Manchester City Pep Guardiola, ambaye ameweza kuambia kwamba awachie Arsenal wachukue taji msimu huu.
Arsenal, pambaneni na hali yenu. Lakini leo ni mwendelezo wa EPL, mchezo mmoja baina ya Manchester United dhidi ya Brentford, mchezo ambao utapigwa majira ya saa 4 kamili za usiku. Manchester wamekuwa na bahati mbaya sana kucheza mechi za Jumatatu. Kama unakumbuka, wiki iliyopita walifungwa Jumatatu usiku dhidi ya Leeds, lakini hii leo wanakwenda kujiuliza mbele ya Brentford. Je, Manchester watakwenda kuchukua alama 3 ama sare, ama Brentford watakwenda kuchukua alama 3? Tunasubiri dakika 90 za mtanange huo. Tembelea katika digital platform zote, tunatumia TBC2. Mimi natumia Adam Classic kwenye Instagram, Facebook, TikTok. Ukinifollow hapo nitakufollow back. Nikutakie muda mwema.